Mimi na njaa lakini sorry. Mara sina njaa, mara nina njaa, mara sikuelewi. Namaanisha nimekumisi. Nimekumisi pia. Kweli? Baby. Jichoni mwako kama kuna kitu hapo. Hapa, fumba nikitoa. Sijajua hata baba mwenye nyumba hawezi kugonga hivyo. Ngoja nimcheki. Umeona? Hapana, nimetoka nje sijaona mtu. Nimeangalia pande zote. Mashariki, magharibi, kusini, kaskazini sijaona mtu. Labda watakuwa watoto wanacheza. Ya watakuwa watoto. Achana nao bwana, tuendelee na mambo yetu. Sorry sema kwamba umenimiss. Umenimiss. Kiache bwana. Tulia. Sitaki. Sorry sema kwamba umenimiss. Umenimiss. Kiache bwana. Tulia. Sitaki. Kiache bwana. Sogea huko basi. Njoo. Sitaki. Huyo mponje sana mwanamke huyo. Atakuwa yuko na mwanamke. Niwezi amini nimetoka nje. Safari nimetoka mpaka mbele huko hamna. Kule hamna.
Labda una ugomvi na mtu? Hapana, sina ugomvi na mtu. Kwa sababu huyo mtu anayegonga kazamilia kabisa kuyafanya hayo. Yeye ni kazamilia kabisa kugonga. Yeye ni mtu ambaye amezamilia kuleta vurugu yani. Kweli kabisa. Tukisema ni mtoto, hapana, kwa sababu mtoto hawezi kugonga kwa kishindo kikubwa namna hii. Tuachane naye bibi. Sikia. Si unajua bwana, kuna watu wengine hawapendi mapenzi ya wengine hivyo. Babe, jiwe hilo limetoa juu ya bati. Nilisikia. Ngoja kwanza. Kitu gani kinaendelea hapa? Kuna kitu Mponje ananificha. Kwa nini anashindwa kuniambia ukweli? Sielewi. Nimetoka tena nje, sijaona mtu. Yaani wewe unaonekana ni mtu kabisa amezamilia kufanya hiki kitu. Mola kanivua zala, kanivua. Mwingine kaniletea. Mie mja wastala. Sandra, nimetoka kwa Mponje. Mage ipo kwa Mponje mle. Wanafanya mapenzi na Mponje, nakuomba. Naomba unisaidie. Nenda kamtoe Mage. Nimesikia masikio yangu. Nimeangalia dirishani lakini sijaona vizuri. Yaani pazia limewaziba. Nakuomba kanisaidie. Kamtoe Mage. Nikusaidie nini Sophie? Sandra, nisaidie. Mage ipo kwa Mponje kule wanafanya mapenzi. Yaani mimi mwenyewe kwa masikio yangu kabisa nimechungulia dirishani naona kabisa, nasikia tu sauti zao. Dirishani wameweka pazia. Unaona? Kwa sijaona vizuri ila kabisa wanafanya mapenzi. Nakuomba Sandra nisaidie. Nenda kamtoe Mage. Wewe, umeanza kuwa chizi sasa hivi? Au umeanza kuchizika mwenzangu? Umeona wapi? Yaani mimi nitoke hapa niende nikawatoe wale ndani. Kweli Sophie? Unaweza, unafika pale unagonga namwambia Mponje, naomba Mage na shida naye. Wewe si mnafahamiana na Mage? Mponje ajui kama unaongea na Mage. Si anajua. Kwa nakuomba dadangu, nakuomba. Nenda kamtoe Mage. Nakuomba nisaidie, Nisaidie kwa Mungu nisaidie mimi Mage jamani anafanya mapenzi na Mponje jamani. Okay sawa. Calm down. Sawa mdogo wangu. Ninachokushauri mimi, naomba sasa hivi nenda nyumbani kwanza. Kapumzike.
Ukifika nyumbani kunywa maji, relax, kunywa maji, tulia. Mimi nitakusaidia wewe kumpata Mponji. Sandra, mpaka lini sasa jamani? Kati Mage yupo mle na Mponji sasa hizo unafanya mapenzi. Mimi na kabisa nimesikia mwenyewe. Naomba basi ukamtoe tu kwanza. Alafu Sophie, nisikilize mimi basi. Mimi si ni dadako. Si unaniamini? Na ndio maana umetoka kule, kituo cha kwanza umekuja kwangu. Si ndio? Relax basi. Calm down. Sawa? Sawa basi nenda. Subiri basi. Sasa si ndo nisikilize sasa. Nitakusaidia, nimekubali. Ila sio kwa wakati huu Sophie. Umeelewa? Siwezi kutoka mimi nikaenda kule. Ila naahidi nitakusaidia wewe kumpata Mponji. Sawa? Niamini mimi. Umeelewa? Sandra nisikize. Sasa utanisaidia lini dada? Wakati saa hizi Mage yupo kwa Mponji ndani. Wanafanya mapenzi wale, mimi nasikia kabisa. Najua unaumia. Sawa, viache. Si umeona? Viache. Mimi hapa nakuahidi. Si unanielewa? Nitakusaidia wewe uwe na Mponji. Nimegundua kwamba unampenda sana Mponji. Sawa Sophie. Kwa hiyo wewe tu leo kazi niachie mimi. Mimi sijawahi kufeli kwa kitu chochote. Sijawahi kufeli na sijawahi kushindwa. Mradi nimekuambia mimi mwenyewe, sio wewe ndio ulioniomba. Sawa? Mimi mwenyewe ndio nimekuambia. Sophie, nitakusaidia. Na kuahidi lazima uwe na Mponji. Yaani nitakupambania mpaka umpate Mponji tena. Yaani mtakuwa hivi. Cross. Sawa Hiyo kazi niachie mimi. Sijawahi kufeli. Kweli Sandra utafanya hivyo mapema? Kwao niamini au? Sawa. Nakuamini lakini Mage. Embo rudi nyumbani Sophie. Nenda nyumbani. Umesikia? Mimi si dadako. Si unaniamini? Na ndio maana umetoka huko umekuja hapa. Hebu nenda nyumbani, kapumzike. Kunywa maji, kapumzike. Najua inauma. Sawa? Ila nenda nyumbani kapumzike, ushauri wangu kwa sasa hivi. Hiyo kazi niachie mimi. Pole mdogo wangu, usijali. Kila kitu kitakaa sawa. Sawa? Sawa Sandra. Nakuomba dadangu. Usijali. Mimi nitafanya hiyo kazi, usijali. Sawa basi. Mimi naenda. Haya, nenda. Usifanye chochote Sophie. Ukifika relax, kunywa maji. Sawa. Maji fulale, sawa haya. Nitakupigia simu. Kweli kabisa. Embu turudishe akili zetu basi tulipokuwa, manake natutoa kwenye leli. Sawa? Sasa hivi mwache agonge, labda upasue mlango aingie ndani. Sisi tunadili na mambo yetu tu. Sawa? Yeah. Hapa ndo kwako. Kwa umekuja gengine kule umenikosa, ukaona bora sasa uje nyumbani. Mageni msaulifu. Si nilikuelekeze siku ile kwamba mimi nakaa hapa. Ushasahau mara hii. Sikutulia hata manani. Leo hapa mdogo wangu. Naishi sehemu nzuri. Mdogo wangu. Ila natafuta kwa shida. Naamka saa 10 kwenda kupambana na manyanyo kwa Matenga. Yaani nikakaa sehemu mbovu. Nikatafuta sehemu mbaya. Niache bwana Mage. Sawa. Tuachane na wewe Sandra. Ile swala la picha bado hujafanikisha. Sandra linachelewa. Ina maana wewe dada bado hujampiga picha. Sandra. Unajua uko tofauti na mara ya kwanza. Yaani mara ya kwanza ulikuwa unaniambia Mage mdogo wangu tutampiga picha yule dada, usiwaze. Niachie mimi kila kitu. Lakini saa hizi naona ile furaha yako shamla imeisha. Au umenigeuka?
ulikuja wewe mwenyewe ukanifuata Dasanta, kuna mtu nataka nikutambulishe naye. Na kweli tukakutana. Ukanitambulisha kwa yule dada Sophie yule. Kwamba Dasanta sisi tutakuwa 3. Zoezi letu la kumtafuta yule binti, tumjue, tumpige picha. Mimi nikasema sawa. Ila mimi niliona tuko watu 3 na kila mtu tuko watu 3 na sisi sote nje yetu ni moja kumtafuta huyo mtu. Nikaona basi sasa sikia nikwambie mdogo wangu. Na kutuma uende kwa Sophie. Sawa. Uende kumuulize, Dasandra anasema vipi kuhusu ule mtu? Wewe umeshafanikiwa kumpiga picha? Dasandra, unajua kwenye hili swala na kutegemea wewe. Sophie nilimwingiza kama rafiki yangu tu, lakini sio kwamba mimi ndo nampa kipaumbele sana cha kufuatilia hili swala. Na kuomba Dasandra, wewe ndo mfuatilie huyo binti anaenda kwa Mponji. Naomba umpige picha. Yaani nakuamini kwa 100%. Kiukweli Sophie siko naye kusema hivi yani nimtegemee kwenye hilo swala. Na kutegemea wewe. Mage mdogo wangu. Hivi unajua ili swala wewe ndo mlifanya limekuwa gumu? Kwa nini? Mimi nikaona kama vile hujaniamini. Ndio maana ukaenda kumtafuta mtu mwingine wa 3. Ila na imani kabisa kama ungeniachia mimi mwenyewe. Nahisi mpaka saa hizi kila kitu kingopo kimeshaisha. Halafu kingine Mage. Hivi unajua katika haya maisha tunayoishi yanayotuzunguka. Hivi unajua kama wanaotuumiza ni watoto wa karibu. Unamaanisha nini? Yaani namaanisha unakuta mtu huko karibu naye, unamfanya ndugu, rafiki, jirani, mtoko karibu. Mwisho wa siku yeye ndo anakuja na kukupa maumivu. Dasandra, unamaanisha nini hapo? Mimi sijakuelewa. Yaani unamaanisha mimi anayenichukulia mpenzi wangu ni mtu wangu wa karibu? Mimi sijafika huko. Mimi sijamaanisha hivyo. Ila tu nimekutolea tu mfano. Sawa. Okay. Nakuomba sana Dasandra. Narudia tena. Sophie mwacha baki hivyo hivyo akijua tuko watu 3 tunafuatilia hili swala la picha. Yaani hata ukimpiga picha huyo binti usijaribu kumuonyesha Sophie. Naomba hii kazi baki ya kwangu mimi na wewe. Na 1% kubwa ambayo nakutegemea ni wewe. Kwa sababu mimi nipo tu nasubiri majibu. Kwaona kutegemea kwa 100%. Sophie naomba tuachane naye. Yule ni rafiki yangu tu. Hajui mimi naumia kiasi gani. Hajui kama silali, hajui siri kwa ajili ya Mponji. Kwa hiyo wewe ndo unajua maumivu yangu mimi. Na kuomba umfuatilie. Mpige picha. Mage mdogo wangu. Usiolijua ni kama usikuagiza. Niachie hiyo kazi. Mimi nitaifanikisha. Mtwenzetu. Vipi rafiki yangu? Safi. Hapo unavyoniona nimetoka kwa Sandra. Kwa Sandra? Ndio. Kufanya nini? Kuhusu swala la picha. Nimeenda kumuuliza vipi hujampiga picha yule binti. Anasema bado.
ila ninavyoongea naye ni kama ana kinyongo. Sasa ana kinyongo? Ana kinyongo na nini? Mimi nahisi shida ni wewe. Kwa hiyo ana kinyongo kwa sababu ya mimi nimeungana na nyinyi kwenye kikundi chenu? Ndio. Basi haina shida rafiki yangu. Mnacha tu mkanitoa kwenye kikundi chenu. Rafiki yangu, siwe hivyo basi. Unajua kitu chochote nikiongea na Sandra lazima nikwambie wewe. Ila kitu ninachoongea na wewe siwezi kuzungumza na Sandra. Sawa, wewe unasema hivyo kwamba tutakachoongea na mimi huwezi kumwambia. Utakachoongea naye yeye unaniambia, si ndio? Yeah. Lakini yeye bado ana kinyongo na mimi. Labda pengine mimi kunitambulisha kwake kama ninavyosema, labda hakupenda na afanye kazi vizuri vile inavyotakiwa. Basi hebu mpe uhuru wake, mimi mniengue, mniweke pembeni, muendelee dili lenu, afanye vizuri. Rafiki yangu, acha kuwa na hasira. Huu mchezo tunaocheza hauhitaji hasira. Sijui unanielewa? Kwa wewe jitulize. Lakini Mage, ukishajua kwamba Mponji ana mahusiano utamwacha? Kingine, yani mimi naona ungeacha tu. Habari za kufuatilia sijui picha, sijui Mponji kafanyaje. Mimi nafikiri rafiki yangu ile ungeachana nalo. Achana nalo. Kingine, ukimchunguza sana pweza, huwezi kumla rafiki yangu. Kwa hiyo ungeacha tu. Kwa hiyo unamaanisha nisiendelee kumfuatilia Mponje? Yes, ninaona kama halina maana kubaki na mchunguza na kumfuatilia. Nitajua cha kufanya. Sawa. Sawa, haina shida, na kuelewa sana rafiki yangu. Leo mbe na wewe umekuwa mstaarabu, unaongea vitu vya maana kama sio rafiki yangu. Umekula nini huko ulikotoka? Mage wewe. Mimi sijala chochote. Ila rafiki yangu nikwambie tu, mimi ni mtu mmoja mstaarabu sana, mpole, mtaratibu haswa. Ila wewe tu Mage ndio unanitibua. Ni maana wanatibuka na kuwa vile. Lakini mimi ni mpole sana. Hata mimi naona. Aisha, mimi nikapumzike zangu. Haya basi, kesho nitakuja. Sawa poa basi. Hapa. Haya. Tina. Upo? Nipo, karibu. Asante. Karibu sana. Asante, tunaweza tukakata hapa, tuna mazungumzo kidogo. Mazungumzo gani hayo jamani? Usijali, ya kawaida, anza tukakata hapa. Poa, ina shida. Haya. Habari yako Tina? Nzuri, za kwako? Tina. Nimeona nikufuate hapa kwako. Sawa. Nilikuwa na mazungumzo mawili matatu nizungumze na wewe. Sasa hapa Tina, kuna mchongo. Hebu niambie. Yaani huu mchongo ni wa pesa nzuri, pesa ndefu. Na kama unavyojua upo mjini hapa, upo tu. Kwa hiyo hizi pesa zimekufuata mpaka mlangoni kwako. Ni wewe tu kwenda sawa na dili. Mchongo wangu mimi ni huu hapa. Nilikuwa nataka wewe hapo
kuna kaka mmoja hivi nilikuwa nataka ukapige naye picha tu ukapige naye, halafu hizo picha utaniletea mimi. Picha gani hizo sasa? Na huyo kaka nampataje? Yaani upige naye picha za kimapenzi. Baada ya kupiga naye picha utaniletea mimi. Lakini huyo kaka mwenyewe yaani ni mgumu kumfikia mpaka kuongea naye kumwelekeza kakubali. Huwezi kwenda kiurahisi. Sasa hapo kinachotakiwa Tina, nenda kambembeleze. Tufanye hivi, tutafute mtego. Najua huo mtego akifika tu yeye lazima atakubali. Utamwambiaje? Kwamba kaka, nilikuwa na mahusiano yangu. Yule mtu ambaye niko naye kwenye mahusiano tushachana. Lakini yule mtu bado ananisumbua. Lakini mimi nishafanyaje? Nishamfuta kabisa. Sasa ninachoomba unisaidie kakangu. Tupige tu picha wote za mapenzi. Halafu hizo picha nikiziweka status au hizo picha nikiziweka Facebook, unajua lazima ataona. Akiziona tu ataacha kunisumbua. Na imani tukitumia hiyo njia, Tina, yule kaka atakuelewa. Hiyo issue yenyewe tunaifanya lini? Yaani hili dili kama kuna uwezekano kesho lianze mapema. Haina shida. Mage mdogo wangu, kwanza waendeleaje? Mzima. Sasa mdogo wangu, mimi naomba tuongee. Nakusikiliza. Sawa. Bwana, kwanza mimi naomba unisamehe. Nimekuja huku kuja kukutaka radhi. Unajua mimi binadamu na binadamu hatujakamilika. Kila mtu ana mapungufu yake. Na mimi ndo mapungufu yangu haya. Imetokea. Sasa kama imetokea, basi haina jinsi. Mimi nimekuja nikuombe msamaha. Najua mimi ni mkosefu sana kwako. Nimekukosea mpaka dakika hii. Sawa. Nataka nikusamehe kwa kosa lako ulilofanya. Kwa sababu yote yale uliyoyaongea nilikuwa nataka kufanya. Na ulikuwa upendi kuona mdogo wako anaitumbukia kwenye shimo. Ndio maana ukaniambia ili nitoke mapema. Ili asije akanikuta kama yalikukuta wewe. Mimi kwa hilo sioni kama nakosa. Unajua nikwambie kitu mdogo wangu. Kwenye haya maisha tunapitia mengi sana. Alafu binadamu wengine huwa si niseme ni tamaa ya kutaka pesa za haraka haraka. Na ndio hichi kilichonikuta mimi. Ndio maana nikarudia tena. Ni mdogo yeye lakini naomba nikupigie magoti. Yaani umenikosea kivipi? Hebu fafanua kitu mimi nielewe. Kwa sababu mpaka sasa hivi naona sikuelewi, unanizungusha tu. Nimekukosea. Naomba niambie kitu ambacho umenikosea mimi. Mimi ni mkosefu sana, nimekukosea. Kisa naomba ukae tuongee. Mimi nimeona nimekukosea wewe, pia nimemkosea Mungu. Sasa hili nijitakase, lazima nikuombe msamaha wewe. Kisha pia niombe msamaha kwa Mungu. Niliongea hayakuwa ukweli. Nilinunuliwa tu mimi. Nilipatiwa kiasi cha pesa. Ndio kikapelekea sasa mimi nikaja nikaongea ule uongo wote. Hivi dada, vile ulivyokuwa unaongea kwa uchungu hadi machozi mtoto wa kike anakutoka. Ina maana wewe ulinunuliwa. Uje unidanganye mimi? Ndio Magi. Okay, sawa. Alokulipa pesa unidanganye mimi ni nani?